Bana Semfuko, kiungo mmoja wa chini wa Coastal, mtoto mmoja mdogo ambaye ni potential kwa nchi, potential kwa kosi, ni mtu ambaye tumepata bahati wa Tanzania, tumepata mtu ambaye si masiara. Semfuko. Sawa sawa. Unamfahamu? Namfahamu. Anaanza timu gani? Coastal Union. Coastal Union. Nataka umzungumzie Semfuko kwa sababu kwanza umri wake ni mdogo. Sawa sawa. Alafu kazi anayoifanya ni kubwa sana. Kwa sababu hao viungo wa kimataifa wakina Aucho, sijui wakina Ngoma, Semfuko alishaye kukutana nao na akawapoteza. Mtoto mmoja wa Tanga tu. Alafu Mtanzania mwenzetu. Kachukua Aucho katia katika mfuko, kachukua yule Ngoma akamtia kwenye mfuko. Alafu Mtanzania unamzungumziaje? Mimi naweza ngasema ni uwezo wake ule na kipaji chake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nasema Mungu aweze kumjalia aweze kusonga mbele. Au sio? Dogo Bara. Unamfahamu Semfuko? Ni mtoto mmoja ambaye anaisaidia sana Coastal. Umri wake na jinsi anavyoisaidia timu ni bab kubwa. Nafikiri hata timu ya taifa aliitwa. Wewe unamzungumziaje? Maana yani na hizi timu zenu mbili Simba na Yanga hizi mtamuiba sasa hivi. Yule mtoto kwanza ni hatari. Ni mtoto mmoja hatari, yani anaisumbua hizi timu hizi mbili hizi Simba na Yanga. Akikutana nao ana maamuzi kwamba eti achukue maamuzi haya. Yeye maamuzi yake ni ya mpira. Na mpira anapofanya yeye anaupiga mpira kweli. Unamkuta mtoto kama Aucho yule anachukuliwa kama yani akimwangalia hivi ajua mtoto vipi. Mtoto mwenyewe anatabasamu anaondoka. Na yule mtoto ni hatari na wanamuogopa. Kiungo mzuri. Si mwenyewe namkubali. Alafu mbaya zaidi ni mtoto wa Kitanga. Wa Kitanga ndio. Kwa hiyo maana hata kucheza Semfuko yeye sogea. Kwanza ni Tanga yule nyumbani. Ndio. Kazaliwa Tanga, amekulia Tanga. Ndio. Na anachezea timu ya Tanga. Katika timu tatu hizi, Azam, Simba na Yanga. Wewe unataka Semfuko aende timu gani? Mimi bwana kweli naomba aende hata Azam. Wewe mtu wa mpira wewe. Yaani ndo mara ya kwanza nchi nzima nimempata mtu anayejua mpira. Aende Azam. Mimi nijua tena kwenye hawa wawili. Wazee wa kelele. Kelele nyingi alafu pia wazee wa mitandao. Hapo pia akienda kule atapata mafanikio mazuri kwa sababu akienda kule ataikuwa benchi yule atasugua pale. Wewe utamweka Aucho benchi umwache nani? Huwezi kumweka amweke ngoma nje. Haiwezekani. Lakini Azam ana uhakika kupata namba. Sasa Azam wako hivi. Azam bwana kama hamuoni ndo Azam walivyo. Yaani wanamuona ndio. Lakini kama hawamuoni mpaka ichukuliwe nyundo au ichukuliwe sijui bunduki ndo Azam hawamuone. Lakini hivi hawamuoni. Ila wakikutana anajua kwamba huyu mtoto mpaka goli kawafunga Chamani. Mpaka kafunga na anajua kabisa mtoto hatari na ndio maana wanamkaba wawili watatu. Umeona? Alafu mtoto mdogo. Mtoto mdogo tu. Ushauri wako kwa Semfuko ni nini? Mimi ushauri wangu aende Azam. Asiende hizi timu mbili Yanga na Simba, atakaa benchi. Kwenye kujitunza make wanawake nao na umri wake make umri wake mdogo afu kushakuwa star. Ni kweli atakiwa yeye. Unamshauri nini Semfuko kwenye upande huo? Mimi ninachomshauri bado mapenzi asianze. Yaani mapenzi ayaache kwanza. Aangalie kazi inompa ugali. Aangalie, siangalie mapenzi, aachane na hivi vitu vya kupita, hivi vitu vipo. Yaani wao ndugu zetu wanazaliwa usiku na mchana. Aachane na hizi habari. Mimi ninachotaka afanye kazi. Sasa washaanza kumsumbua. Sasa ndo hapo mimi ninashauri kama ananisikia sasa hivi. Hapana. Wewe atakusikia lazima. Aache. Mimi nataka aache afanye kazi. Mimi namkubali.
Mimi langu ndio hilo, mimi namkubali yule. Sasa hapa tunamzungumzia mtu mmoja kwa Semfuko. Semfuko, Abdalla. Hili jina lake Abdalla? Abdalla Semfuko. Si mtu wa Costi? Mwamba huyo. Leta shike mic. Unamjua? Namjua Mwamba. Mic nakushikia. Wanishikia. Hamna shida. Ni kijana ambaye yuko vizuri. Yuko very clear. Smart, quality and appealing. Yuko vizuri? Yeah. Ngoja nitoke hapa kwanza, nikupeleke kwanza kwa Semfuko kidogo, nipigane story Semfuko mwenyewe sasa kidogo, alafu umjue Semfuko anazungumziaje. Twende kwa Semfuko. Bana, kwenye maisha yangu sijawahi kuongea na mtu ambaye hajui mpira, sijawahi kwenye mfumo. Yaani mimi nikiongea na mtu juu ya mpira anajua. Sijawahi kukoseaga hata siku moja. Semfuko, Mbondei. Kabisa. Daudi Hussein Semfuko. Muislamu. Muslim. Makiwa Bondei. Unaweza kusikia Mohamed Charles Peter Mohamed. Hivi kwa nini majina ya Bondei yanakuwa yani unaweza kukuta mtu anaitwa Khadija, Peter, Salum, Rafaeli. Ushanoti hiyo kwenye kabila lenu? Hiyo nishanoti. Ushanoti. Kwa nini hivyo? Kwa nini kwa hivyo? Inatokana na mila na desturi zao. Wewe mtoto wa Kitanga kabisa. Tanga hapa. Kwa hiyo maana yake Coastal wewe timu ya nyumbani. Yaani kabisa nimezaliwa hapa. Tanga wapi? Tanga mimi kwetu 18 hapa. 18. Nimezaliwa kabisa. Kwanza mpira unajua. Asante. Mpira unajua, na jitahidi mwanangu utafika mbali sana. Sema tu unakera. Umenikera kishenzi, Mapinduzi Cup umenikera. Nani huyo? Lawi ndio kakutia nani? Lawi ndio kakupeleka wewe kwenye shimo. Sasa wewe unakuaje Said Mila uangalie uangalie babu? Wazanzibari wenyewe wale Wazanzibari sio watu kamiaga wale wewe. Wewe unaona ule mpira kama jerusifu mtu kaupitia? Kweli nimeona. Hebu kwa nini ukaangalia Said Mila? Sio kama sikuangalia, ila bali ilikuwa na mawazo mawili pale juu. Ulikuwa unafanya? Yaani nilijua Lawi ataweka pembeni. Wazo la kunipa pembeni vipi? Yaani pembeni. Ataweka pembeni kwa fullback kwa Brian kule. Lawi akaitia ndani. Kwa hiyo kumbe tayari ulipojua mpira na kwa fullback, unaona sasa sisi tusojua mpira tunalaumu tu bila sababu. Lakini kumbe sababu ipo. Yaani wewe mawazo yako ulikuwa unajua yule anapeleka kwa fullback. Kwa hiyo tayari ushajiandaa kwenda kumpokea fullback. Lawi kaitia ndani. Wakati wewe hujajiandaa na ndani. Sijajiandaa na ndani kabisa. Lawi. Ukumfuata Lawi? Kapteni wangu alinifuata. Alikufuata yeye mwenyewe? Akakwambiaje? Akanambia next time kuwa makini, sio hivyo? Basi na bokokote. Kwa hiyo wewe ukapokea? Nikapokea kapteni wangu. Hata mechi ilivyoisha unamwambia kwamba Lawi kwa nini umetia ndani? Zile pasi mbona anipa sana Coastal. Anipa sana kwenye mechi. Mechi na Coastal. Yaani vile tukio tu bahati mbaya tusiafu sijui kwa nini ukuangalia Said Mila. Ani kwenye Said Mila ndo hapo inabidi nijifunze. Xavi Hernandez. Kwani muangalie mwanao Xavi? Yaani Xavi anaangalia ile mara 100 huko anapiga 50 huko 50 kabla hajareceive. Yaani mara huko 50 huko 50 ndo ana receive. Ndio maana Xavi hata ufanyaje? Uchukue mali. Unakaba kivuli. Unakaba kivuli kwa Xavi. Yaani hujafika katia. Kwa sababu ile Xavi hachukui bila ya huku na huku, hachukui. Na hata wewe pale ungefanya ungepiga Said Mila tu. Ilikuwa sio ajali ile. Tena ungefanya kitu kibaya wangejuta wale Zanzibar. Ungeibika. Kama unapeleka huko afunge ungefanya pale pale. Wale watu wangepita wale. Counter attack kwao. Vipi? Ulianzia wapi mpira wako? Mimi mpira wangu nilianzia katika academy moja hivi Ralpindi. Ya wapi? Ya hapa kuna mtaa fulani tu Komesho hapa. Nimecheza academy kama 2 hivi. Nilipotoka kwenye Ralpindi nikaenda Majengo academy ya Mamnyeto. Majengo ya. Mamnyeto. Sasa pale Majengo ndo kidogo
Alipata nafasi kubwa kwa sababu kocha Majengo alikuwa kocha Coast B. Yeah. Jezi ya timu ya taifa ndio mara ya kwanza kuvaa ile? Ya ile ndio kwa mechi yangu ya kwanza. Kuvaa jezi ya timu ya taifa. Kuvaa. Ile yani kuvaa ni vipi yani? Yaani kucheza mechi au ya timu kubwa. Niliitwa kwenye AFCON ile sikucheza. Au kucheza. Vipi jezi ya timu ya taifa ni nzito ile jezi ni nzito kwa sababu nzito sana. Tofauti na jezi ya Coast. Tofauti. Ina maana ile ina mechi ndogo wala mashindano madogo. Ile mashindano yote ni makubwa. Kwa nini inakuwa nzito wakati haina nani sana? Haina yani sio nisemeje? Mashabiki wa Coast. Umeona lile kosa lilofanya lile? Mechi na Zanzibar Heroes. Kosa lile ukilifanya pale Mkwakwani. Hiyo tabu yake mpaka familia waanzia mitusi pale barabara 18. Sasa inakuwaje kule ambapo yani ataki sio kubwa, kwa nini jezi ya kule inakuwa nzito kuliko jezi hii? Kwa sababu timu ya taifa unajua kila mtu nafasi anaitaka. Kwa hiyo ukipewa nafasi pale yani umeaminika sana. Kwa sababu timu zote 16 na wachezaji wengi wa Tanzania. Kwa hiyo pale yani mpaka ukipata nafasi wewe sio mchezo. Kwa sababu wachezaji tofauti. Ndio uzito wa ile jezi. Ndio uzito uko pale. Na ukiangalia kwa sababu wenyewe wa Tanzania wanashabikia ile timu. Kwa sababu sio imechaguliwa. Ndio. Si wenyewe wachezaji tupo tumebaki nyumbani. Kwa hiyo ukichaguliwa bidii ufanye kweli. Kwa hiyo kuna pressure kubwa sana ila kwa sababu timu ya taifa hamna mashindano madogo. Kweli. Kwa hiyo ndio gumu wake. Mapinduzi Cup, mechi gani ambayo wale wa Burkina Faso waonaje? Maana ni timu ambayo sio ya ukanda wetu, ni ukanda wa huko wapi huko. Umeonaje yani wako vipi? Burkina Faso unavyoona Burkina Faso wako tafu sana. Wako tafu. Wanatumia pia akili na nguvu. Ila nguvu nadhani ndio wametuzidi kitu kikubwa sana kwa nguvu. Kwa hiyo wale wako physical sana. Maana sisi mazoezi bado kidogo. Sio kama mazoezi bado. Kwani mtu akuwa physical si ndio yani nini? Physical mtu yani namaanisha kama umbo yani mtu kuwa physical. Ila mimi kama mimi mbona nakuwa physical lakini yani umbo nadhani kwenye mambo ya umbo tu. Kwa sababu wale wakubwa sana wakubwa. Alafu pili nafikiri wana expose akili wasi ligi ndani na wao vile. Wale ligi ndani. Huku tukija kwenye Coast huku mechi gani ambayo wewe unaikumbuka mpaka leo? Yani yani binadamu lazima mechi nakumbuka. Yani lazima kuna mechi moja itoke kichwani hiyo. Mechi gani ambayo wewe unaona itoke kichwani? Mechi nakumbuka ile Azam iliyopiga goli la kichwa. Ulifunga goli la kichwa? Ulifikaje mbele Sheikh? Ulifikaje kote kule mpaka kana kupiga kichwa? Hamna nilifika. Lawi kesi yako. Kafunga goli la kichwa ile mechi sasa sana kwa sababu katika goli langu ambao nalipenda ni kufunga timu kubwa ile. Ndio mechi ile. Goli la kichwa. Na vipi ukifika Chamanzi unajisikia nini? Chamanzi kwanza ni uwanja mzuri. Na nikifika pale yani ukicheza na timu kubwa au pia nimewafunga pale. Kwa hiyo nikifika pale kama nimewafunga Azam na enjoy yani kucheza pale. Najua hapa yani muda wote naweza kabandika bao. Kwenye pichi kuna mikwara mingi sana, kuna ubabe. Yani kwenye pichi kuna maisha mengine tofauti na maisha tunazozungumza huko nje. Wazaji mpira nyinyi. Pale kwenye pichi pale ile pale kuna maisha mengine pale yanaendelea ambayo sisi huku waga mara nyingi mpaka mtu abaojiwe. Wewe kuchimbia mikwara midfield gani? Yani ile mikwara nje yani mpo uwanjani lakini anaita mambo ya uselanondo ile yani kama vile wala namna gani vipi? Midfield alichimbia mkwara yani nani midfield fulani wa Simba alikuwa Simba mgeni au mwenyeji wa nyumbani? Mgeni mwaka jana nadhani ndio alichimba mkwara. Kila akija upo akaona ndo akaanza kuchimba mikwara. Wewe ulifikiria mikwara yake? Sikufikiria kwa sababu yani anakuchimbia mkwara za kunongoneza wadogo wewe. Anasema kujua unajua tu Tanzania wanda dogo. Wao wanaongea dogo tu ndo neno ambalo walijua wao. Dogo matatizo. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia dogo maana huyo mtu tayari hali yake sio nzuri. Kashakubali. Ushawahi kutukanwa uwanjani? Kutukanwa? Kwenye maisha yote ya mpira sio kwenye ligi kuu. Maisha mpira, kutukanwa. Wewe ulifanyaje wewe? Kutukanwa
Ulipotukana ulifanyaje? Ulipigana au ulirudishia tusi au? Sikurudisha, lakini nilimind sana. Ila sikurudisha, nilimind. Kama mtu alitukana tusi baya sana, nilimind. Matusi yako matatu tu, kuna tusi baya jamani? Matusi yako mengi kwenye uchezaji. Haiwezekani. Yapo mengi sana. Jamaa kakutana tusi ambalo lilikuumiza. Sana. Lakini alikukutoa kwenye mchezo. Hajanitoa kwa sababu hajanitoa. Sababu kwa tunapambania mechi tushinde, sio hajanitoa. Coast unaionaje? Coast? Hamna timu inayoheshimu kama Coast. Kwa sababu ndo wamekutoa ni? Acha kunitoa tu. Unaheshimu. Coast wana nini mpaka uiheshimu? Kwa hilo basi lao jipya walonunua, walopewa tena wamepewa sio kununua. So basi jipya Coast yani sema kama timani mama kabisa ni. Kwa sababu yani bila Coast mimi hata singekuwa hapa. Nadhani hivyo singepata nafasi hii. Yani Coast ndo timu pekee Pwani na Tanzania. Kwa sababu hakuna timu ambayo Tanzania haina mchezaji wa Coast. Timu zote za ligi kuu kuanzia Yanga, Simba, Uganda wote wana mchezaji wa Coast. Kwa hiyo maana yake Coast ndo timu inayozalisha wachezaji yani Coast, Azam walikuwa na Mtibwa nafikiri wamesanda. Lakini sasa hivi nafikiri kabakia Azam na Coast ambao hawa ndo kazi yao kuzalisha, kwa sababu wewe hapa wakija wenyewe wakija hapa na 50 Coast hawezi. Coast mwisho wake 25 30. Tena hiyo 30 Coast hiyo wamekaa kikao kina Mguto mpaka asubuhi. Siku 3 kivikao usiku. Coast 15 18 mwisho wao. Sasa wakija wenyewe na 50 yao, Coast wanakuacha nenda. Lakini kwa sababu Coast uzuri wao sasa wanatengeneza mtu mwingine. Kwa hiyo maana yake wewe sio ni mtu wa elfu ngapi sijui kutokea Coast kwenda toka enzi hizo. Yani Coast wanapika, watu wanakula. Wanapika, wanakula. Jamani njoeni na 40 na 100%, 40 huyu akai. Mtu mmoja hatari sana midfield ya kuachia moja. Na kasema site mimi anazifanyia kazi. Kuwa kama Chavi, 50 huko 50 huko. Kama hajapokea. Lakini mechi inaisha shingo inauma hizo pa ili ureceive. Kwa hiyo mpaka sasa hivi una goli moja. Sasa hivi nimefunga goli moja. Leo amechelewa sana. Vipi wale walipowafungeni wa Zanzibar walipiga sana kelele? Kwa sababu kuna timu si wapo humu. Wako wawili wapo wengi humu. Timu ya taifa ya Zanzibar Heroes. Si beki Rasta. Okay, wale yule beki Rasta Zanzibar. Walikuwa Mabadi na Mukrim. Mabadi. Amani ilikuwepo. Yaani ndio mechi isaisha sasa mpo pamoja. Mabadi alipiga sana video call usiku. Alipiga sana video call. Piga sana video call kutusumbua, alitusumbua. Tulipata shida hivyo kweli. Unaonekana bado umri wako bado mdogo. Sawa Achana nao na wala usiowe. Yaani sasa tu Kiislamu. We, subiria. Sababu tatizo lao wale wanavuruga. Wanavurugu nyingi sana. Umeona wewe sasa hivi upo kambini, unakaa kambini huko, si ndio hivyo Unakaa kambini au sio? Ukishakuwa naye anasema umpi muda. Simpi muda. Umpi muda. Yaani unathamini mpira kuliko yeye. Unafanyaje? Yaani yeye sasa anasema wewe unathamini sana mpira kuliko yeye. Muda wote unakaa kambini. Wewe unafanyaje kusambiwa hivyo? Na ndio mtu unampenda. Hautoroki hapo. Achana nao. Yaani achana nao kabisa. Hawafai. Wanaharibu sana watu na mpira wao. Yaani maisha yaendelee. Kwa hiyo kumbe wewe mtu wa Kitanga kabisa. Mimi Tanga kabisa. Kwa hiyo Coast yako. Yaani yangu. Hata unavyocheza kama Coast yako. Mwaka jana alikuwa sio poa, anaenda kufunga mwenyewe mbele unajua. Mwaka jana? Umepiga sana magoli? Uko wapi? Magoli 4. Sio poa naambia mwaka jana. Mwaka jana? Ulikuwa unacheza mbele? Sio na jana piga 6 ila alikuwa anaenda sana kupiga mabao mwaka jana. Wewe ulichelewa, hadi umechelewa. Sio umechelewa wapi? Basi nilikuwa wapi sasa? Makorokoro yangu yapo. Korokoro, Kolombezo. Kaka kikono. Unachelewa Kama unapiga kibao hujapiga kibao, vitu vipo. Video si zipo. Mimi sitaki Uganda kama vile mchukua cement sitaki mimi. Video zipo. Pasi pale unaonyesha pale mimi vuji go sitaki.
Wewe usimwona Talawi. Hiyo pasi unalalamika wewe hiyo. Lawi sasa sikia. Ngoja nikwambie. Lawi kama anampa fullback. Wewe mwenyewe akili yako unajua anataka kumpa fullback. Lawi akaitia ndani hapa. Sasa Lawi ndio mambo yangu mimi. Lawi mwaka jana alinipa assist. Hatari. Kumbe wewe na Lawi mnaelewana uwanjani. Baya, mimi nakwambia ile ndio maana Kapera akakufuata, Kapera akakwambia wewe kuwa makini. Kuwa makini. Hujapoteza zaje. Alikupa assist mechi na nani? Alinipa assist mechi na Mtibwa mwanangu. Alipiga mali fulani hivi sio unajua. Robo mimi nikatuliza nikabandika. Kwenye kibendera. Touch nzuri. Yaani wewe baba mwenyewe utafurahi. Wewe si tulikuwa kama mpira umeingia kwenye mali umefyonzwa. Yaani mali imedunda tope. Ya, mimi nikabandika. Kamba. Watu wenye kibendera mimi na mwanangu Lawi. Picha ipo. Picha ipo watu. Unashangiliaje style yako style gani? Style yangu? Mimi style yangu sinapiga mbili hivi. Hii maana yake nini? Hii. Hiyo macho. Unajua watu wanachuki sana. Macho. Lolomodo wako midfield gani Tanzania? Usitaje sio kwenye timu ya Coast. Yaani kwenye Coast sana nayo. Yaani timu 15 zilizobakia uondoa Coast. Mtoto wa Kipemba. Anakukosha sana. Nini anakukosha kwa Faisal anakukosha kipi? Faisal bwana wewe. Miaka huko yuko vile vile. Hapungui. Hapungui jamaa. Sijui atumia gani. Ulishawahi kumfuata hivi kumoja hapa hivi ya? Sababu ndo sio faida hizo. Yaani mwanangu Fei vipi? Yaani wewe unafanyaje? Hakupi kidogo madini. Faisal ana mwaka jana tulipokutana hapa Mkokwani mwaka jana. Tulikutana sema yaani mimi mwenyewe kwa kucheza naye kwa nasubiri sana. Sasa nikakutana naye pamoja Mkokwani. Yeye alitupiga bao lakini nimfuata akamwambia mwanangu nige jezi. Unayo jezi yake? Jezi yakunipa alikuwa na mambo mengi sio Faisal. Mimi namudu. Sikiliza. Mechi yoyote ya Coast na Azam FC. Toa jezi namba 6 mkabidhi bwa mdogo. Yeye na wewe umpe. Mimi nitampa. Mimi hajataka tu. Jezi za Coast nzuri. Kali, jezi kali. Quality kweli? Quality kabisa. Wewe una enjoy kivaa. Kali. Ligi ya Tanzania unaizungumziaje? Una enjoy ligi ya Tanzania? Enjoy. Iko poa? Iko poa sana na ushindani mkubwa sana. Vipi wewe katika wachezaji wa Coast wale 11 wale? Anevaga ilizi ni mchezaji namba ngapi? Bana wewe ulogi. Yaani hujawahi kufanya hayo mambo? Mambo hayo mimi si. Na Coast hawafanyi. Coast yaani timu dua tu unajua. Dua basi. Coast hawafanyi kabisa? Mambo hamna. Sisi tunapiga sana dua Coast. Ukiona moshi unajua dua. Sio mambo gani? Ule ni dua. Jamaa iko wapi? Yule jamaa. Si huyu hapo mtaalamu huyu hapo nyuma hapo. Coast hawafanyi chochote, Coast ni dua. Baada ya dua mechi inachobana. Mimi nashukuru mwanangu, milifidia mpira mwanangu. Safi sana. Nitatafuta magoli yako yote nitayaweka. Wewe matikitaka, yani wewe sijui uko wapi? Tikitaka kila kitu. Wewe unataka kufunga lini? Tikitaka mimi si uliua under 20. Wewe si uko wapi sijui. Piga sana ya KMC. Alipiga na Mbeya City ile under 20 tikitaka, Mbeya City. Tikitaka? Azam TV tuonyesha? Ndani ya Azam TV bwana. Ndani ya Azam TV. Basi mimi naenda kuyatafuta magoli yote hayo. Si pale sisi ndio kila kitu pale Raiba pale. Utapata. Na natafuta pale nayaona pale. Sahihi. Sahihi. Basi poa mwanangu. Baridi.